Naam, tukibakia tena hapo hapo kwa wekundu wa Msimbazi bwana, nilikwambia kuna session mbili za wachezaji wa kigeni ambao wanahusishwa na klabu ya Simba, lakini kabla kwenda kuangalia hao, tumalizane na hapa hapa ndani. Kuna stori nyingine ambayo hii ipo ina takriban siku tatu hivi, lakini sikupata nafasi ya kuipiga. Leo hii tunapata nafasi ya kupiga 2 in 1. 2 in 1 kwa maana naunganisha, ni session ambayo ningeweza kuifanya hii peke yake na hii peke yake, kinaiunganisha na kwa kitu kimoja. Ismail Mgunda anahusishwa na Simba, lakini kuna taarifa nyingine ya Paul Peter Mwakasunda naye anahusishwa pia na mnyama. Sasa mazingira yako vipi? Simba kupitia Steve Barker alikuwa anahitaji kuongeza mtu mwingine pale mbele kwenye eneo la kushambulia. Hiyo ilikuwa ni wishes kwa wakati ambao yuko na Selemani Mwalimu. Alikuwa akifuatilia kwa karibu ile deal ya Selemani Mwalimu na mazingira yake ya Wydad, mambo yatakuwa vipi, kama atarudi tena au itakuwaje. Kwa hiyo yeye ni mtu ambaye ali-influence, alipambana kuona kile kitu kinatimia, kwa maana ya Selemani Mwalimu aingie ndani ya kikosi chake. Isivyo bahati, Simba walifanya jitihada zote kuhakikisha Selemani anakuja, lakini mambo yakaenda tofauti baada ya kwenda kujiunga na Young Africans. Tunafahamu kuhusu hiyo scenario ilivyokuwa. Sasa baada ya hapo wamelazimika kutafuta mshambuliaji mwingine as a backup ya huyu Ibrahim Dumbia ambaye ni typical number 9, yuko pale anacheza. Mtu gani ambaye anakuja kumsaidia katika eneo lile la kushambulia? So far tunapozungumza, Simba anaingia katika msimu wa 26-27 mpaka wakati huu wakiwa na washambuliaji wawili. Mshambuliaji wa kwanza ni Ibrahim Dumbia, mshambuliaji wa pili ni Elie Mpanzu. Sasa Simba kupitia Steve Barker akahitaji mtu mwingine ambaye anaweza kuongeza nguvu pale katika eneo la kushambulia. Tunafahamu kuhusu Baraka Mwangosi na scenario yake, ni mchezaji ambaye ilionekana kama ameshakatwa, tukaja kumuona siku moja kabla mazoezi ya Simba Day, lakini ni kama haifahamiki kuhusu Mwangosi, lakini probably huenda asiwepo kwenye kikosi cha Simba. Sasa nani ambaye anakuja kuchukua nafasi yake? Ismail Mgunda amehusishwa na Simba na kwa vyanzo mbalimbali, na of course huyu bwana anaelezwa kwamba amesha saini ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mimi hii taarifa pia nimeipata, ingawaje sio kwenye credible source ile ambayo naamini sana, ila taarifa nimeipata kwamba tayari amesha saini kwenye klabu ya Simba. Na sababu ya kwa nini Simba amesajili Ismail Mgunda, walimchukua kwa kigezo cha namba 9 ambaye ana nguvu, ambaye ana sanaa ya kufunga, lakini tu ni vile atengezewe nafasi kwa huko alikotoka. Tunafahamu juu ya ukame wake wa kufunga mabao, magoli mawili last campaign, lakini wameshawishika kwenda kumchukua kwa sababu hizo za kitaalamu. Inawezekana usione sababu ya kufunga mara kwa mara, lakini kuna sababu za kitaalamu ambazo wenyewe wameziona, wameamua kumjumuisha kwenye kikosi. Sasa Ismail Mgunda wakati anaelezwa kwamba anakwenda Simba, kulikuwa kuna deal nyingine. Yani Ismail Mgunda alikuwa na Paul Peter, ilikuwa ni option mbili, either ni Ismail Mgunda au Paul Peter, mmoja wapo aingia kwenye kikosi cha Simba. Wewe inawezekana kwa unafahamu wote hawa wawili vizuri, lakini pia unafahamu yupi ambaye anastahili katika hawa wawili, kati ya Ismail Mgunda au Paul Peter. Sasa licha ya kuzungumzwa kwamba Ismail Mgunda ameshamalizana na Simba, kuna taarifa bado Simba wanataka mtu mwingine katika eneo hilo hilo, kwa maana ya Paul Peter anataka kurudishwa tena katika rada ili asajiliwe na mnyama. Paul Peter ni mchezaji wa JKT Tanzania ambaye tunafahamu kuhusu makuzi yake ni Azam Complex, kapita KMC, kapita Dodoma Jiji, lakini kwa sasa ni JKT Tanzania. Why Paul Peter? Paul Peter ni mshambuliaji wa Kitanzania ambaye kwa misimu hii miwili iliyopita hapa nyuma ameprove kweli kweli, ameonyesha buzz zake zimepanda. Unajua wakati anatolewa Azam anakwenda KMC, anarudi, ilikuwa inaonekana kama bado immaturity, yani bado hajakuwa vizuri, lakini kwa experience ambayo amepata katika ligi, creativity ambayo yuko nayo, sanaa ambayo yuko nayo ya kufunga magoli, kwenye season hizi mbili zilizopita performance yake ilikuwa bora sana. Msimu wa 24-25 alifanikiwa kufunga mabao 8, yes, akiwa na kikosi cha Dodoma Jiji. Baada ya hapo pale macho alikuwa watu wengi walianza kumnyesha kidole pale baada ya kufunga zile goli 8. Paul Peter kuna kitu yuko nacho, kuna watu wakataka aitwe hadi kwenye national team. Baadaye season iliyofuata 25-26, ile season ndo hii iliyomalizika. Season hii
ameifunga magoli 8, ameassist mara 2. Amerejea kile ambacho alikifanya kwenye season iliyopita kwa maana ya kufunga magoli 8. Ameifanya pia na hii. Ametoa na assist 2, goals involvement 10 kwenye timu kaliba ya JKT Tanzania. Sasa ukiangalia Paul Peter msimu huu performance bora ambao ameonyesha, ameitwa pia mpaka kwenye national team mara kadhaa kwenye vikosi vya timu ya taifa. Paul Peter amekuwa yuko pale. Just imagine unafanya jitihada kwenye eneo nyeti kama la ushambuliaji, unatokea kwenye timu ya daraja la kati kama JKT Tanzania na unaitwa kwenye timu ya taifa. Miguel Gamondi kuna kitu kikubwa amekiona kwa Paul Peter. Paul Peter ni striker, ni mshambuliaji mzuri. Sasa ukienda kwenye kikosi cha Simba msimu uliopita, mfungaji bora wa Simba ni Selemani Mwalimu ambaye alifunga magoli 9. Paul Peter alifunga magoli 8, maana yake anazidiwa goli moja tu na mshambuliaji kinara wa msimu uliopita ambaye pia hayupo kikosini. Lakini mchezaji mwenye goals involvement kubwa zaidi ni Clatous Chama, amefunga magoli 8 na kuassist mara 4, maana yake amehusika katika magoli 12. Paul Peter amefunga magoli 8, amehusika na assist 2, maana yake amehusika kwenye goli 2. Mbali na hapo unaona wana struggle watu wengine. Of course Elim Panzo alikuwa amehusika sana kwenye goals involvement, lakini kwa kaliba ya Paul Peter alafu ni Mtanzania, hiyo ni sifa ya ziada. Ni Mtanzania, maana yake kuna faida ambayo yuko nayo hapo, faida ya masuala ya vibali, hata price ya kumlipa huyu sio kama professional, sio kama wale ma expert ambao wanakuja hapa ndani. Unaona Paul Peter akiingia kikosini, pengine utamlipa hela ndogo kuliko Ibrahim Dumbia, pengine utalipa hela ndogo kuliko Elim Panzo, na hiyo no doubt hawa wameingia ndani kama ma expert, wataalamu ambao wametoka nje, wamekuja kuongeza quality katika timu. Lakini kwa Paul Peter unaona kuna price value itakuwa down ukilinganisha na hao wengine, lakini inategemea, nisije nikamsemea, inategemea, ila kimazingira na experience inaonyesha mambo yako hivyo. Sasa Paul Peter ni mshambuliaji ambaye anakupa magoli, ni mshambuliaji ambaye sio lazima acheze na tena kwenye, unajua Paul Peter ukimwangalia vizuri kitaalamu tactically sio namba 9 ya kusimama, sio standing striker kama ilivyo kwa Ismail Mgunda, kama ilivyo kwa Ibrahim Dumbia. Paul Peter ni more of false number 9. Yeye anaonekana kuwa na material ya kiungo wa ushambuliaji, kwa sababu Paul Peter ana comfortability kweli katika mguu wake. Yaani mguu ukija mpira uwezo kupotea, utakaa. Uwezo kudrive mpira na wapinzani, uwezo huo wanao. Uwezo wa kuscore upo. Uwezo wa kudribble upo. Ni Mtanzania, hiyo sifa ya ziada. Umri ni mdogo. Kwa hiyo ukimwangalia Paul Peter na kaliba na aina ya mpira ambao anaufundisha kocha wa Simba kwa maana Steve Barker, unaona ni vitu ambavyo vinasawili kabisa. Yaani ni aina ya mchezaji ambaye anatamani pengine kuwa naye kikosini, kwa sababu huaga anacheza na false number 9 mara nyingi tu. Ukitoa Ibrahim Dumbia, the rest ni false number 9. Anamtumia Ino Jospin Loemba, anamtumia zaidi Elim Panzo kama false number 9. Ukimchukua Paul Peter ni false number 9 ambaye anaweza kukupa mabao pia. Kwa hiyo hii ni faida ya ziada ambayo yuko nayo. Maybe ni ile pressure ya kucheza kwenye klabu kubwa, kutokusawili mazingira, inawezekana ikawa kikwazo. Lakini mbali na hapo, Paul Peter na Steve Barker ni vitu ambavyo vinafanana kabisa, na naamini kama Paul Peter dili yake itafanikiwa kuingia ndani ya Simba, basi huenda ikawa ni option bora zaidi kwa upande wa Simba ukilinganisha na mazingira ambayo yako sasa hivi ambayo anayapitia kwenye eneo la striking, eneo la kushambulia. So mazingira ndio yako hivyo kuhusu issue ya Paul Peter. Bado anahitajika ndani ya Simba na huenda Simba akamchukua. Na una nafasi ya kuweka comment kwenye comment section. Uniambie, Paul Peter unaona anastahili kucheza Simba au hatoshi? Niandikie hapo, bila kusahau kusubscribe Mzinga Sports. Kanda ya Ziwa, safari itaanza kuelekea Bukoba kwenda kumuona mnyama. Je, Paul Peter atakuwepo? Hatujui.